Hofu na mashaka zilinijaa sana. Niliogopa sana ni maamuzi gani ambayo Kendrick mdogo wangu anakwenda kuyachukua. Niliona ni matatizo makubwa sana ikiwa atamua yeye kujidhuru au hata kwenda kufanya tendo lolote ile kwa Sifa. Kwa sababu Sifa alikuwa ni mwanamke ambaye nimempenda sana. Lakini mdogo wangu wa kike alikuwa hataki kabisa. Alikuwa anatamani kwamba yeye ndo awe mke wangu, mpenzi wangu siku zote. Na pale ambapo nilipokuwa nikikataa alikuwa anaona kabisa kwamba anamzingua. Na hofu yangu ilikuwa kwenye kumpoteza mdogo wangu huyo. Nilitamani aibu ambayo tuliokuwa tayari tumeifanya mimi pamoja na mdogo wangu wa kike iweze kuishia pale pale. Nilifahamu kwamba ikiwa atafanya tukio lolote lile, basi kulikuwa na uwezekano mkubwa sana wa aibu ambayo tulioifanya mimi na yeye ikaweza kuvuja na kwenda mbali, na hapo sasa ikawa ni aibu kwangu na aibu kwetu sote, japokuwa mwenzangu alikuwa hajali kabisa. Ilibidi nimfuate Kendrick mahali alipokuwa ameenda. Nilimfuata, nikamkuta akiwa ameingia chumbani kwake. Sikuwa na jambo jingine, lakini tamanio langu kubwa ilikuwa ni kutaka kufahamu kwamba ni kitu gani ambacho kimemfanya yeye aweze kwenda kule. Ni kitu gani ambacho anakifikiri anawaza katika kujizuru yeye, kujifanyia matendo mabaya, au anawaza katika kumfanyia matendo mabaya Sifa ambaye ndiye mwanamke ambaye nimeonyesha kumpenda zaidi. Kendrick, kwani kuna shida gani lakini? Unaposema kwamba ngoja unamaanisha nini? Mimi sikwambia kwamba sikupendi. Wewe nakupenda kama mdogo wangu sana. Haya mambo mengine ndio mambo ambayo nimesema kwamba tuweze kuachana nayo, tuangalie namna nyingine ya kuishi. Wewe kwani mimi nimefanya kitu gani kwanza? Nisikilize nikwambie. Unajua bro, mimi ni mdogo kwako, lakini mimi sio mtoto mdogo. Nimepata taarifa zako kuhusiana na wewe pamoja na Sifa. Ni kwamba wewe unahitaji uweze kuwa kwenye mahusiano pamoja na Sifa. Kana kwamba mimi sina uwezo wa kukupa. Kwani Sifa ananizidi uzuri gani? Hivi kweli Sifa anaweza kunikuta mimi hata kwa uzuri nilionao? Unafuata kitu gani kwa Sifa ambacho mimi sina? Kama ni shepu Sifa nimemshinda, hata hiyo sura yenyewe yanikuti. Haya, unachoamua kwamba wewe uweze kuniacha mimi na kwenda kumfuata Sifa ni kitu gani? Mimi wewe nani nikakwambia kwamba usije kunifanya mtoto. Nina taarifa zako zote. Na leo ulitoka shuleni kwenu na kuja mpaka shuleni kwetu. Na hukutaka kuniambia kwamba unakuja. Badala ya kunitafuta mimi, umekuja na kumtafuta Sifa. Sasa ninachokwambia ni hivi. Huyo Sifa huyo. Ngoja atanitambua. Na kama unataka haya mambo ulikuwa unaniambia kwamba si siri, haya mambo hayawezi kuendelea kwa siri. Kila kitu kitakuwa hadharani. Na kila mtu atajua kwamba mimi na wewe ni wapenzi, na ninataka kila mtu ajue hivyo ili waache kukuzoea. Wewe Kendrick, mdogo wangu, hiyo ni aibu. Ni aibu. Wewe ni mdogo wangu wa damu kabisa. Yaani wewe ni dada yangu, ni aibu kusikika kama kuna mambo kama haya. Hivyo unahisi akina Saleh akina nani watatuonaje? Tutatengwa, na nikwambie kwamba hilo ni kosa hata kisheria. Yaani hata serikali ikigundua kwamba mimi na wewe tuna mahusiano ya kimapenzi, tunakwenda kufungwa jela kama hujui. Kwa hivyo usichukulie mambo kama Kendrick, mdogo wangu, kwa nini unataka tuaibike lakini? Kwa nini unataka tuaibike? Kitu gani? Kitu gani hicho? Kwa nini mimi kwenda kumsalimia Sifa shuleni ni kitu kibaya? Nisikilize nikwambie. Usiniambie kumsalimia. Hakuna kitu ambacho sifahamu kuhusu wewe na Sifa. Wewe na Sifa hakuna kitu ambacho sifahamu. Na wewe unaniletea dharau. Kwa sababu haiwezekani mimi nipo, alafu unatafuta mwanamke mwingine. Kumbuka jinsi ambavyo mimi nilivyokutunzia penzi langu. Nimelitunza penzi hili, sijampa mtu mwingine mpaka pale ambapo nilipokutana na wewe.
niliutunza usichana wangu mpaka nikakutana na wewe, kama ambavyo ilivyokuwa ndoto yangu kwamba wewe ndiwe uweze kunitoa usichana wangu. Lakini badala yake sasa hivi umenitoa usichana wangu, alafu unataka kuanze mambo ya ajabu ajabu. Hata wiki ngapi hazijaishi unataka uanze mambo ya ajabu ajabu na watu wengine, si ndivyo? Niko tayari niko tayari hata nimuue huyo Sifa, tuone kwamba utafanya nini. Ninaweza kumkata hata kwa kisu koromeo lile, ngoja utaona. Mimi sitaki kuchezewa katika yani sitaki kuchezewa moyo wangu kabisa, yani sitaki kuchezewa. Msikilizaji mdogo wangu wa damu, dada yangu tumbo moja, alionyesha kukasirishwa sana na kitendo cha mimi kumpenda Sifa. Aliongea maneno pale ambayo kwa mimi ninavyomfahamu akiwa na hasira, nilifahamu kabisa kwamba sio kwamba anatania. Kendry alikuwa na hasira za karibu, na alikuwa na hasira ambazo ana uwezo wa kuchukua maamuzi magumu sana. Niliona kabisa kwamba hapa tunakwenda kuaibika. Kama angelianzisha vurugu yoyote na Sifa, maana yake kila mtu angetaka kufahamu kwamba hiyo vurugu sababu yake ni nini. Sababu yake ingekuja kufahamika kwamba eti mimi ndio sababu. Sasa hiyo ingekuwa ni aibu sasa ya mwaka. Kitendo cha kufahamika kwamba mimi natoka kimahusiano na dada yangu kingenidharaulisha kila mahali ambapo ningekuwa nimepita. Sikutaka iwe hivyo. Niliamua sasa kutumia mbinu zangu za kiume ili kuweza kumbembeleza Kendry aweze kunyamaza na kutuliza hasira alizonazo. Lakini ilikuwa ni kazi ngumu sana kwa sababu Kendry alikuwa tayari amechafukwa vibaya mno. Kendry, nisikilize basi. Naomba nikuombe kitu kimoja. Unanisikia? Nakusikiliza. Hebu naomba unisikilize basi. Ndiyo nakusikiliza, kwani unaona naongea hapa? Hebu kwanza naomba unisamehe kwanza. Naomba unisamehe. Ni kweli kwamba nilikuja shuleni kwenu na sikukutafuta wewe, niliongea na Sifa. Lakini mimi sikuongea naye kuhusiana na masuala ya mapenzi. Nilikuwa naongea naye vitu tofauti kabisa. Lakini kwa sababu wewe hujapenda, nitumie nafasi hii basi kukuomba radhi. Naomba unisamehe sana. Naomba usije ukamfanya kitu chochote Sifa, usije ukamfanyia kitu chochote kile. Na kuomba sana, ikiwa unanipenda kweli mimi kama kaka yako, naomba, sio kama kaka yangu, nakupenda kama mpenzi wangu. Hiyo kama kaka sawa, lakini mimi nakupenda kama mpenzi wangu na sihitaji mtu yeyote aweze kusogea karibu na wewe. Okay, sawa. Vyovyote vile ambavyo unavifanya, lakini kama unanipenda naomba umwache Sifa. Usimguse kwa namna yoyote ile. Kwa sababu mimi sijazungumza kitu chochote kuhusiana na masuala ya mapenzi. Mimi nilikuwa nazungumza naye masuala ya masomo. Na hata hivyo sikuja shuleni kwa ajili yake. Kuna vitu nilikuwa mimi nimevipeleka pale shuleni kwenu. Na ndio nikamuona pale, nikaona nimpe salamu. Lakini sio kwamba mimi niliongea naye wewe unaniambia kwamba mimi sijui nini, unahisi kwamba mimi sifahamu. Sifa mwenyewe anaongea huko kwamba eti wewe ni mpenzi wake. Anaongea kwa watu. Alafu wewe unanidanganya eti kwamba eti unaniambia kwamba sijui hukuja kwa ajili yake, mara sijui huongea naye mambo ya mapenzi. Hivi unaniona mimi mtoto? Sifa anasema kila sehemu kwamba wewe umemtongoza. Na sio mara moja, na kwamba wewe na yeye mpaka sasa hivi ni wapenzi. Sasa tutaona sasa hayo mapenzi yenu kama yataenda. Tutaona sasa hayo mapenzi yenu kama yataendelea. Ngoja tutaona. Msikilizaji, ilikuwa ni hali ngumu sana kwa kweli. Kila nilipojaribu kwamba niweze kumtoka, bado alikuwa ananinasa. Kila pointi ambazo nilizokuwa nikizimpa, alikuwa anazipangua kwa pointi muhimu sana zenye ushahidi. Sijui ni nani ambaye aliyekuwa amempa zile siri zote. Alikuwa anafahamu kila kitu kuhusiana na mimi na Sifa. Wakati mimi nikiwa natamani sana kwamba mimi niweze kukaa na Sifa ili nisiweke tamaa dhidi ya dada yangu. Lakini dada yangu yeye alikuwa anatamani niweze kukaa single. Yaani nisiwe na mahusiano na mtu mwingine ili kusudi yeye aweze kunifaidi vizuri. Ilibidi nimbembeleze sana mpaka pale nilipoona kwamba amenywea. Baadaye alikubali. Baada ya mimi kukubali kabisa kwamba nitaacha mahusiano ya aina yoyote yale ambayo mimi ninayo dhidi ya Sifa. Hebu nisikilize. Labda naomba niendelee kukuomba msamaha tena basi.
Ni kweli kuna namna tuliongea mimi na Sifa sio nini mambo ya mapenzi, lakini ilikuwa sio kwa kipindi hiki. Tulikuwa tunazungumza habari ya miaka hiyo tena kama utani. Kwamba sijui akimaliza shule akipata kazi na mimi nikipata kazi. Tena tulitumia neno huenda na tukasema Mungu akipenda tutakuja kuwa wapenzi. Lakini hatukumaanisha kwamba ni kipindi hiki. Kwa sababu kipindi hiki mimi sikuhitaji mimi kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Kwa hiyo mimi na wewe ni mtu na nani? Kwa hiyo mimi na wewe sio wapenzi? Sina maana hiyo. Lakini si unajua wewe ni dada yangu. Hebu nisikilize. Kwa hiyo unaona kwamba mimi na wewe sio wapenzi, si ndivyo? Ndio maana unasema kwamba hauingii kwenye mahusiano ya mapenzi. Sina maana hiyo. Nilikuwa namaanisha kwamba mapenzi na mtu mwingine. Ndicho kitu nilichokuwa namaanisha. Lakini hata hivyo naomba unielewe kuhusiana na Sifa. Basi anyway mimi nikuombe tu kwa kifupi kwamba ikiwa kuna issue yote ambayo nilizungumza na Sifa, mimi nimeifuta kila kitu, hakuna kitu chochote ambacho kitakachotokea. Na naomba umwache usimuulize kitu chochote kile. Kwa sababu itazidi kuleta tafrani na mambo yatakuwa ni mengi zaidi. Tutakuja kuaibika. Mimi nitashindwa hata kusoma. Watu wakishajua kuna kitu kama hicho kati ya mimi na wewe. Na ndio maana muda wote nimekuambia, Kendry, na kuomba sana haya mambo yabaki basi kwa siri kati yangu mimi na wewe. Na kama yatakuwa siri kati yangu mimi na wewe, basi tutafanya hivyo hivyo, yani tutaishi mimi na wewe siku zote. Tutakuwa tunafanya mambo yetu mimi na wewe siku zote na sitohitaji mtu mwingine yeyote yule. Na kuomba sana. Una uhakika na unachozungumza? Mimi nakwambia kwa uhakika kabisa. Sitohitaji mtu mwingine yeyote, lakini ibaki kwa siri yangu mimi na wewe. Lakini sasa utakavyoanza kuiongea mimi nitashindwa. Mimi mwisho siku hata shule itanishinda, nitakondoka hapa. Mimi naiona ni aibu sana, japokuwa mwenzangu anaona sijui unaonaje. Sasa naomba unisikie. Hakikisha kwamba ahadi zote unazonipa ni ahadi za kweli. Unaniambia kwamba ikiwa siri tutafanya mimi na wewe siku zote. Na umeniahidi hapa kwa mdomo wako kwamba hutahitaji mtu mwingine yeyote yule. Umeniahidi pia kwamba mambo yote ambayo uliyozungumza pamoja na Sifa unayafuta na unaanza upya. Kumbuka kwamba hizo ni ahadi zako. Ukizikiuka hizo ahadi zako, kila kitu kitakuwa wazi. Sitaki uweze kuchezea moyo wangu. Na mimi naamini kila kitu nakiweza. Brobea, kila kitu nakiweza kwa sababu mimi ninafanya mafunzo ya kila namna. Ni kwa sababu tu nilikuwa nimekutunzia usichana wangu uwe kwa ajili yako. Lakini najiamini kwamba mimi ni fundi. Na kuomba sana uweze kushika hizo ahadi zako. Haya, mimi sina la ziada, ni hayo tu. Ukienda kinyume, mimi nakwambia mambo yote yatakuwa hadharani. Mimi siwezi kuficha. Kwanza hata hivyo naficha tu kwa sababu ili nitunze ahadi yako na wewe, ahadi yangu mimi ambayo nimesema nitaficha. Na nataka hivyo hivyo na wewe ulinde ahadi yako ya kwamba utahitaji mtu mwingine. Lakini kama ukikiuka, mimi mambo yote yatakuwa hadharani. Siko tayari kuumia moyo wangu. Nakupenda sana. Wewe ni kaka yangu, lakini sidhani kama kuna sehemu inakataza kwamba mimi na wewe tusiwe wapenzi. Nakupenda sana Bea. I love you so much. Msikilizaji, nilimtazama mdogo wangu Kendry, dada yangu ambaye nilizaliwa mimi na yeye akazaliwa. Jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea na kuonyesha kwamba amefall in love kwangu vibaya sana. Nilivyokuwa nikimtazama na jinsi ambavyo alivyokuwa anaongea, alikuwa anaonyesha kabisa kwamba hahitaji kabisa kuwa na mtu mwingine tofauti na mimi. Nilikuwa nikisikia sauti zake zilivyokuwa zinatoka, zilikuwa zinaonyesha kabisa kwamba ni sauti ambazo zina support kubwa sana kutoka moyoni. Zilikuwa si sauti za juu tu, ni sauti ambazo zilizokuwa zimejaa hisia kali kutoka moyoni, zikionyesha kwamba ni mtu ambaye anayependa sana. Nilitafakari sana kuhusiana na binti Sifa ambaye nilikuwa tayari nimeshakubaliana na yeye. Nilijiuliza sana kwamba ni jinsi gani ninaweza nikaishi naye. Wakati huo kukiwa kuna hatari kubwa sana kwamba ikiwa tu mdogo wangu Kendry angefahamu kwamba mimi nimeingia kwenye mahusiano pamoja na Sifa,
basi kuhusu mahusiano yangu mimi na yeye na jambo tulilolifanya angeliweka hadharani. Aisee, moyo wangu ulikuwa unaumia sana. Niliona kabisa kwamba sasa ninazidi kuingia katika mitego mikubwa sana ambayo ninashindwa kuitoka. Niliona ni majaribu makubwa sana ambayo mimi nisingeweza kuyashinda kabisa. Hapo nilianza kukumbuka mistari ya kibiblia inayosema kwamba kila jaribu lina njia yake ya kutokea. Lakini katika hapa kwa kweli nilihisi kwamba jaribu langu hili halina mlango wa kutokea kabisa. Nilikuwa bado ninakaa pale nyumbani. Alafu dada yangu ndiye anayehitaji kimapenzi na dada yangu hahitaji niweze kuingia katika mahusiano ya mapenzi na mtu mwingine yeyote yule. Ningewezaje kuishi mimi katika mahusiano ya mapenzi na mtu mwingine bila dada yangu kufahamu? Na mimi ningewezaje kuishi pale ndani bila kuingia katika mahusiano ya kimapenzi na dada yangu ilhali yeye anahitaji kwa nguvu zote? Na zaidi sana ni kwamba tayari mimi nilikuwa nimeshamtoa usichana wake, na hapo kwa namna yoyote ile, katika hali ya kawaida tu, mwanamke yeyote humpenda sana mwanaume ambaye ndiye mwanaume wa kwanza ambaye aliyemtoa usichana wake, labda tu pale litakapotokea jambo lingine. Ikitokea labda mpenzi huyo akamwacha au jambo lolote lile likatokea wakawa mbali, ndipo anaweza akachana naye. Lakini siku zote mwanamke humpenda mwanaume wa kwanza ambaye aliyemtoa usichana wake. Sasa ningewezaje kuishi mimi pale ndani ikiwa dada yangu nimemtoa usichana wake na yeye anahitaji kuwa na mimi na hahitaji mimi niweze kuwa na mtu mwingine? Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa linanisumbua sana. Kiukweli nilianza kupata kama msongo wa mawazo kutokana na jambo lile. Kiasi kwamba nilianza kuona kabisa hata ule uwezo wa kwangu wa kukaa na kufanya preparation, maandalizi mazuri kwa ajili ya mitihani yangu, kufanya masomo vizuri, niliona kabisa kwamba vinaanza kuyumba. Kwa sababu ilikuwa ni siku 2 baadaye, nilikuwa nimeshindwa kabisa kukaa na kusoma. Kila nilipokuwa nikikaa kusoma, nilikuwa akili yangu muda wote ilikuwa inawaza tu ni jinsi gani ambavyo nitakavyoishi katika mahusiano ya mapenzi na mtu mwingine, na ni jinsi gani ambavyo nitakavyochomoka katika mahusiano ya mapenzi na dada yangu wa tumbo moja. Wiki bwana iliisha, na hapo sasa dada yangu Kendry alikuwa anahitaji sana kuweza kukutana na mimi. Alinieleza kwamba anahitaji tuweze kukutana. Na hapo sasa alikuwa akinieleza ukweli kwamba anahitaji tuweze kucheza mechi. Mimi sikuwa tayari. Sikuwa tayari kabisa. Nilimweleza kwamba mimi najisikia vibaya. Alinieleza kwamba nimweleze kwamba ni siku gani ambapo nitakapokuwa tayari. Nilimjibu Kendry dada yangu kwamba sijui kwamba ni lini ambapo nitakapokuwa vizuri. Zilipita siku 3 tena. Na Kendry alikuwa akiniuliza mara kwa mara kwamba leo vipi. Alikuwa na shida na mechi vibaya sana. Niliendelea kumwambia kwamba mimi siko tayari. Bwana ni kama aliona kama vile mimi namdanganya au nampanga, nampa mistari ambayo haieleweki kabisa. Siku hiyo bwana nilitoka nikaenda zangu kwa kina Saleh ili niweze kwenda kusomea kule. Kwa sababu nilifahamu kabisa kama nikisomea pale nitakuwa nimeikaribisha mitihani mikubwa sana kutoka kwa Kendry dada yangu. Nilienda kule kusoma kwa kina Saleh. Nilipomaliza niliona nikae kabisa nimalize nichelewe ili kusudi nikirudi nyumbani Kendry mdogo wangu awe tayari amekwisha kulala. Mida ya saa 5:21 ndipo nilipotoka nyumbani kwa kina Saleh ili kuweza kurudi pale nyumbani kwetu. Mwendo wa mdogo nilikuwa nikitumia nikiwa natamani sana niweze kumkuta Kendry akiwa tayari amekwisha kulala. Muda ule ilikuwa ni dhahiri kwamba wazazi wangekuwa wamekwisha kulala, hapa singekuwa na mtu yeyote pale. Wote walikuwa wamelala na niliamini hata Kendry atakuwa amekwisha kulala. Niliingia moja kwa moja, nikasukuma mlango wangu na kuingia chumbani kwangu. Nilipofika nilishangaa sana kumkuta Kendry akiwa amelala. Na tena alikuwa amelala akiwa mtupu kabisa kama alivyozaliwa. Hakuwa amefunika shuka wala kitu chochote. Nilipomtazama kiukweli, shetani alinipitia haraka sana na kujikuta mapigo yangu ya moyo yakienda spidi. Nilitamani kumrukia pale kitandani kutokana na jinsi ambavyo alivyokuwa anaonekana. Kifuani kulikuwa kumejaa vizuri. Alikuwa na tumbo lake dogo ambalo lilikuwa la mvuto kweli kweli. Jinsi ambavyo tumbo lake lilivyokuwa limekaa ni mithili ya tumbo la kuvutia kama lile la mamu wa daa wa Besti Naso. Lakini nilipolitazama kwa chini kidogo,
Niliona katika kiuno kwa chini, nikaanza kuona vitu ambavyo pengine ndilo tunda ambalo linaloleta tafaruku mkubwa sana huko duniani. Niliangalia na kuona tunda ambalo lililokuwa limekaa vizuri sana, ambalo lilikuwa liko chini ya kitovu chake. Tunda hili nililoliona bila shaka ndilo chanzo kikubwa cha dhambi zote duniani. Tamaa kubwa sana ilinivuta. Nilingiwa na tamaa kubwa sana, na kujikuta sasa pale mimi mwenyewe nikiwa natamani kurukia tu na kuchukua kulimega lile tunda. Nilipotazama kwa dakika kadhaa hivi kama 2, akili yangu ikaniambia kwamba huyo ni mdogo wako, huyo si elimu wako. Pale sasa nilirudi nyuma, nikaweka vitabu vyangu ambavyo nilivyokuwa nimekuja navyo. Nikasema sasa hapa mimi leo siwezi kupanda kitandani kulala. Inabidi niendeleze tu msuli nikiwa nimekaa hapa, na nigeukie upande mwingine kabisa nisiendelee kumuona Kendry pale kitandani. Nilijaribu kufungua vitabu vyangu na kuanza kusoma, lakini macho yangu na akili yangu vyote vilikuwa vinatamani kugeuka na kutazama Kendry alivyokuwa amelala. Nilimsikia akijigeuza, na mguu wake nilipogeuka niliona mguu wake akiwa anaupandisha juu, na hapo sasa akiwa amegeukia juu, alafu mguu mmoja akiwa ameukunja kuelekea juu. Kitendo hicho kilifanya nizidi kuona mazingira yake na kuona tunda lile likiwa limekaa katika hali nzuri sana, na mimi kutamani kulisogelea na kuanza kulimega. Lakini nafsi yangu iliniambia kwamba hiyo ni dhambi na ni kitendo kibaya sana, sipaswi kukifanya. Hali ile ilinifanya mimi kuamua kutoka nje, nikapunga upepo ili hasira zangu zile za msisimko wa mwili ziweze kushuka. Basi nikatoka zangu pale, nikaenda nje. Nilikuwa nje, lakini nilikuwa nikitafakari sana kwamba nitafanya nini pale ndani. Akili yangu ikaniambia kwamba dawa ni moja tu. Nisirudi pale chumbani kwangu, na badala yake niende chumbani kwake nikalale. Yaani kama amependa kuja kulala katika chumba changu, basi na mimi niende nikalale chumbani kwake, ili mradi tuwe tofauti. Mawazo hayo yalikuwa yanakuja muda ambapo akili yangu inafanya kazi vizuri, lakini yalikuwa yanakinzana pia na mawazo mengine yaliyokuwa yanasema niende nikale lile tunda, kwa sababu lile tunda ninalila na hakuna kitu chochote kinachoharibika. Katika hisia za akili yangu, lensi kubwa sana ilikuwa imebaki kwenye akili yangu. Ilikuwa ni lensi ya kile kitumbua nilichokiona pale kwa dada yangu Kendry. Pozi ambalo lilokuwa ameliweka pale kitandani lilikuwa limebaki katika taswira za kichwa changu. Taswira za macho yangu zilikuwa zinaona bado, japokuwa nilikuwa niko nje. Niliamua kutoka pale sasa nje na kwenda kuingia ndani kulala, lakini nikisema ninakwenda chumbani, kule chumbani kwa dada yangu Kendry, ndipo mahali niende kulala ili kusudi nisije nikaingia mitegoni. Wakati ninasogea katika chumba cha dada yangu Kendry, akili yangu nayo ilikuwa inanieleza kwamba niache ujinga, nirudi nikalimege tunda ambalo tayari liko chumbani kwangu. Nilikinzana sana na akili ambayo iliyokuwa inanieleza kwamba eti mdogo wangu ni tunda halali kwa ajili ya mimi kuliwa. Sikutaka kuamini kabisa kwamba mdogo wangu anaweza akawa ni tunda halali kwangu mimi kula. Nilizishinda zile nguvu na moja kwa moja nilienda mpaka kwenye mlango wa chumba cha dada yangu Kendry, ili niweze kuingia upande ule nimwache alale chumbani kwangu. Nilipofika nilishika ile komeo na kuanza kusukuma. Niligundua kwamba kumbe dada Kendry alikuwa amefunga ule mlango kwa kutumia kitasa kile, alikuwa amefunga kwa kutumia funguo. Nilijiuliza sasa ni wapi mahali ambapo alipokuwa ameweka funguo. Akili yangu iliniambia kwamba funguo atakuwa nazo. Nilienda sasa moja kwa moja na kuingia katika chumba changu. Bado Kendry alikuwa amelala pale, huku akiwa amegeuka wakati huo sasa amelalia tumbo. Nilikiona kichuguu jinsi ambavyo kilivyokuwa kimesimama vizuri sana. Kilikuwa ni cha kuvutia sana kwa mwanaume yeyote alijali, angetamani sana kuweza kumega tunda lile. Kichuguu kilikuwa kimekaa vizuri, pozi nzuri ambalo alilokuwa amelilala dada yangu pale kitandani. Lilinifanya mimi nianze kusahau kabisa kwamba nilikuwa nimeingia kule kuzisaka funguo za chumbani kwake ili niende nikalale na kumwacha chumbani kwangu. Akili yangu yote sasa iliganda na kuhamia upande ule mahali ambapo dada yangu alipokuwa amelala. Pozi lake lilinifanya mimi nizidi kuganda pale na kuendelea kutafakuri sana ni jinsi gani ninaweza nikaliendea tunda lile.
Hata hivyo tunda lile lilikuwa sio kazi sana mimi nikitaka kulila, hata ilikuwa sio kazi. Kwa sababu tunda lile lilikuwa limeletwa pale kwa ajili yangu. Lakini akili yangu yenye utashi ndio iliyokuwa inafanya jambo lile liweze kuwa gumu. Kwa sababu nilikuwa nikiona kabisa kwamba kitendo ninachokwenda kukifanya pale ni kitendo kibaya sana na kinyume cha maadili, ni kinyume cha serikali, lakini kinyume pia hata cha maadili ya kiroho. Nilishusha pumzi kwa nguvu huku nikiwa naendelea kuangalia. Nilihisi kama Kendry alikuwa yuko macho na alikuwa ananipima. Baada ya kukuta kwamba nilivyoshusha pumzi, ni kama alikuwa anatikisa kichuguu chake na kuanza kichuguu chake kutikisika katika hali ya kuvutia sana. Sijui nipige moja tu, kwani nani atajua? Mengine atabaki kwa siri tu. Potelea mbali bwana. Mimi napiga bwana. Lakini huyu dada yangu. Huyu dada yangu, hii ni aibu. Shetani shindwa, aibu kwa jina la Yesu. Pumbavu mkubwa sana huu. Siwezi kufanya mambo ya kipumbavu haya bwana. Ushenzi kwa sasa, nimkandike makofi aondoke hapa. Akili yangu vilikuwa vinakinzana. Akili yangu upande mmoja ikiniambia kwamba niweze kulimega tunda lile, lakini akili yangu ikiniambia ninafanya upumbavu mkubwa sana ambao ni kinyume cha maadili ya kiroho, ya kijamii na hata ya kiserikali. Niliamua kuangalia pale ndani kwamba ni kuna mahali ambapo alipokuwa ameweka funguo yake ili niweze kuichukua na hatimaye niondoke nayo. Niliangalia kila sehemu, lakini niliona vitu vyote vilikuwa vimekaa kama ambavyo nilivyokuwa nimeviacha. Sikupata kujua, na kwanza nilikata tamaa kabisa kuhusiana na zile funguo, kwa sababu nilijua funguo ni kitu kidogo sana. Kitu ambacho mtu anaweza akakificha mahali popote tu. Anaweza akaamua kukitengeneza na kukiweka kwenye kichupa tu na kukitumbukiza katika dustbin, mahali ambapo huwezi ukaamini kabisa kwamba angeweza kuziweka. Nilitafakari sana, nikagundua kwamba siwezi kuzipata zile funguo. Hali ya usingizi nayo ilikuwa inanisumbua sana muda ule. Nilitamani kwanza niweze kupanda kitandani ili niweze kulala. Akili yangu bado iliendelea kukatana kuniambia kwamba sipaswi kupanda kitandani kulala, kwa sababu nikipanda kitandani nitaingia majaribuni na nitafanya makosa makubwa sana. Nilitoka na kusokea mpaka katika chumba cha baba na mama. Nilisikiliza huko, nilisikia tu wakiwa wanakoroma kuashiria kwamba walikuwa wamelala usingizi fofofo. Nilirudi tena pale chumbani kwangu. Nikavua nguo zangu ili niweze kulala. Nilijishauri na akili yangu, nikasema leo siwezi nikalala kitandani, ni bora nikae hapa kwenye kiti. Nilijaribu kukaa pale kwenye kiti na kulaza kichwa changu katika meza. Hali ambayo baada ya dakika kadhaa niliona kama ni mateso makubwa sana. Baadaye nilisema kwamba itabidi nipande kitandani nilale, lakini siwezi nikamsogelea kabisa na sitamgusa. Kwa sababu kitanda kile kilikuwa ni kikubwa. Kulikuwa na nafasi kubwa sana ya mimi kulala bila kugusana, mimi pamoja na Kendry dada yangu. Basi bana, mimi nikapanda kitandani katika hali ya utulivu sana ili asije akaamka. Nililala. Haikupita dakika 5 nilishangaa nikiwa ninashikwa. Niligundua kwamba kumbe Kendry alikuwa hajalala usingizi. Alinikumbatia na kuniwekea mguu wake. Hali ile ilinifanya mimi nipate kusisimka katika hali isiyo ya kawaida. Pale sasa ni kama shetani naye alinijia kwa kasi sana, akaniambia nisikae kinyonge tena. Muda wa kukaa kinyonge ulikuwa tayari umekwisha kupita. Nilistuka, nikageuka kuangalia mtu huyo ambaye ananishika ni nani, japokuwa nilikuwa nafahamu kabisa huyo anayenikumbatia kwa nyuma bila shaka alikuwa ni Kendry. Ndio, alikuwa ni Kendry. Nilipogeuka tu nilishangaa nikikutana na busu moja kali sana ambalo lililokutua katika mdomo wangu. Sijakaa vizuri, alikuwa ameendelea kupiga busu jingine na huku akipeleka ulimi wake moja kwa moja na kuzamisha katika mdomo wangu. Kitendo kile kilinifanya mimi nisahau kabisa kwamba yule ni dada yangu. Nilimgeukia vizuri sasa na tukaanza kukumbatiana pale. Tulianza kuchezeana taladida pale kitandani. Kitanda kile ndicho kilichokuwa ni uwanja. Tulikimbizana huku na kule pale juu. Tukicheza huku kwa kugusana tu, huku kila mmoja akiwa anaepuka sana kuweza kuingiliana kimwili pamoja na mwenzake. Lakini kwa sababu akili yangu nayo ilikuwa imeshahama na kuamua kuona kama yule sio dada yangu, mikono yangu ilifanya kazi vizuri katika maumbile yake. Kila mahali ambapo mikono yangu ilijaribu kupita niliona kabisa alisisimka katika hali ambayo ni kubwa sana, na hivyo kunifanya mimi nizidi kuongeza utondo wangu.
Vidole vyangu vilikuwa vinaenda mpaka kwa bibi. Vilikuwa vinaenda mpaka kwa bibi na kugusa kabisa kisima cha bibi kule. Lakini nilipopeleka kule niligundua kwamba tayari kisima cha bibi kilikuwa kimeshatokwa na maji ya kutosha sana. Chemchemi ilikuwa imetoa maji ya kutosha sana katika kisima cha bibi. Hata mimi, babu alikuwa ameshakasirika isivyo kawaida. Sauti za kustajabisha zilikuwa zinatoka kwa Henry dada yangu. Zilikuwa ni sauti ambazo kwa namna yoyote ile zilikuwa zinahitaji kitu kingine kiweze kutendeka. Sauti zile zilikuwa zikinihamasisha sana mimi kwamba niweze kumpeleka babu aingie kwa bibi. Sauti zile zilikuwa zinatoka kinyonge lakini kwa uhakika sana. Mpeleke babu kwa bibi. Mpeleke kwenye kisima cha bibi. Sauti zile zilikuwa zinanifanya mimi nizidi kupata hasira kali sana ya tendo lile. Nilimchukua babu na kumpeleka katika mlango ule wa bibi. Awamu hii kisima cha bibi kilikuwa kimejaa maji mengi sana. Na hapo sasa hata swala zima la kutelezesha kata kuingia ndani, babu hakuteseka kabisa. Babu aliingia moja kwa moja. Kiasi kwamba nilisikia mshtuko ambao uliopanda pale. Henry alistuka baada ya babu kuingia kwa bibi. Alistuka lakini ilikuwa sio kama siku ya kwanza. Hii ilionyesha kwamba tayari ameshaanza kuwa mwalimu. Kama ni mwanafunzi basi alikuwa yuko karibu sana na kugraduate. Nilianza kupeleka mashambulizi yangu kwa kasi kubwa sana. Nilikuwa nikisukuma kwa kasi sana huku nikijitahidi kuonyesha kwamba mimi ni mimi. Lakini sikuamini kabisa kama mdogo wangu Henry alikuwa na utundu kiasi kile. Alikuwa anajua kuinyonga baskeli kwa staili kubwa sana. Alikuwa anajua kwenda mashariki vizuri. Kurudi mashariki, kwenda magharibi alikuwa anajua kwenda kwa staili nzuri sana. Miguu yake ile aliipeleka kwa juu na hivyo akaamua kubana kabisa. Sikuweza kutoka pale mahali nilipompeleka babu akaingia kwa bibi. Nilikuwa nimekandamizwa vizuri, sikuweza hata kutoka. Kitu pekee nilichokuwa ninakijua pale ni kusaidia kunyonga baskeli kwa kasi. Lakini hata Henry alikuwa anainyonga baskeli yake kiustadi mkubwa sana. Kila mmoja alikuwa anatamani sasa kupiga chenga nyingi pale ili aweze kufunga magoli. Henry alifunga magoli 3 nikiwa mimi bado ndo nimefunga goli moja. Babu alikuwa na yeye ana hasira kweli kweli. Bibi naye alikuwa muda ule ameshaanza kuchoka. Kisima cha bibi kilikuwa kikoa katika hali ya tepetepe sana. Matope mengi alikuwa yametoka pale. Bibi alikuwa yuko hoi bin tabani. Baada ya vile, Henry alijikuta kwamba akiwa amechoka na kujipumzisha tu. Lakini kwa sababu babu mimi alikuwa anahitaji bado kuendeleza mechi, niliamua kuendelea kuicheza mechi ile huku babu akiwa yuko maridadi kabisa. Refa niliamua kwa mimi huku babu akiwa anaendelea kucheza mpira kwa kasi. Hasira zilikuwa ni kali sana. Hasa ukizingatia kwamba mimi nilikuwa sina mtu mwingine kabisa. Sina sehemu nyingine yoyote ninayoweza kukipata kisima cha bibi. Tofauti na hapo tu kwa Henry. Basi babu alisherehekea sana. Baada ya dakika kama 40 hivi nilifanikiwa kwenda safari nyingine. Na babu alihakikisha kwamba anamwaga maji tena katika kisima cha bibi. Nilishusha pumzi kuashiria kwamba nilikuwa nimechoka kutokana na ile mechi kuwa pevu sana. Lakini Henry muda ule yeye alikuwa amepumzika tu. Alikuwa anajibu mashambulizi katika hali ya utaratibu na ustaarabu mkubwa sana. Ametulia lakini sio kinyonge. Lakini mimi muda ule niliamua kwa mnyonge kabisa baada ya kuhakikisha kwamba babu ameshamwaga maji katika kisima cha bibi kwa mara nyingine. Nilishuka pale na kuamua kukaa uwanjani. Mwanzoni kwa sababu uwanja ulikuwa ni kwa Henry, niliamua kukaa pembeni kwa katika uwanja ambao sasa tungeweza kulala wote pale. Pale usingizi ulikuwa umenichukua. Sikujua nililala saa ngapi kwa sababu nilikuwa nimechoka sana. Usingizi ulikuwa ni mtamu sana siku hiyo vibaya mno. Hata mdogo wangu Henry alilala pale kwenye uwanja ule. Mawazo yake yote na kila kitu alichokuwa nakiwaza ni kama kilikuwa kimetimia na alifurahi sana. Mimi baada ya kuzinduka kutoka kwenye usingizi ilikuwa ni asubuhi.
Muda ulikuwa umeenda ni saa 12. Na dakika 32 niliona kabisa nimechelewa kuamka kujiandaa kwa ajili ya shule. Si mimi tu lakini hata Kendry hivyo hivyo. Nilimstua Kendry haraka sana nikimweleza kwamba pia hawezi kuamka na kwenda kujiandaa na hapaswi kuwepo pale kwa sababu wazazi wangefahamu kwamba amelala pale na pengine wangekuja kugundua mambo mengine au kuhisi mambo mengine mabaya. Kendry aliniambia kwamba hana sababu ya kuwahi sana. Leo anajua atadanganya nini shuleni hata kama atachelewa. Nilimwambia basi ngoja mimi niende nikajiandae haraka sana. Kendry alikataa na kunishika mkono. Please, naomba unipatie moja kabla ya kutoka. Kendry, ngoja mimi niwahi, muda umekwenda. Sio vizuri mimi kuchelewa, napaswa nikaanze masomo. Unaona kwanza nimechelewa, nimelala sana. Please, kama uhitaji shari na mimi, hizo zilizobaki unampelekea nani? Najua zipo zingine zimebaki. Naomba unipatie moja mpaka tunafika saa 1 kamili. Utakuwa umeshanipatia. Hapo wewe utaenda zako na mimi nitaenda. Sitaki kubakisha chochote. Muda ni mbaya. Baba au mama anaweza akaja sasa hivi hapa kuniita alafu anaweza akashangaa na kukuta chumbani kwangu. Unafikiri itakuwaje? Kwani wao wanajua kinachoendelea afu hata wakijua kuna nini? Wewe ni kaka yangu. Mimi kwa chumbani kwako kuna shida gani? Haya mengine tumekubaliana abaki kwa siri. Afu nazidi kujichelewesha. Tena ngoja nikusetie hiyo hapo. Msikilizaji, Kendry mdogo wangu aliweka mguu upande na kukiacha kifua pia wazi vile. Kitendo kilichonifanya mimi nizidi kuvutiwa sana kucheza mechi kwa mara nyingine. Kutokana na kwamba hata mimi nilikuwa bado lijali, alafu ukizingatia umri wangu ni mdogo sana. Hata haikutumia muda mrefu sana kuzifanya hisia ziweze kuja. Pale hisia zangu zilikuwa zimepanda kwa kasi sana. Niliamua sasa kumpa tunda lingine. Niliamua kumchezesha mechi nyingine, na huku marefa tukiwa ni sisi wenyewe. Shughuli ilikuwa ni pevu kweli. Na hapo ndipo nilipoanza tu kidogo, na baadaye akaniambia kwamba anahitaji aweze kubadilisha magoli. Tulibadilishana magoli, lakini bado alikuwa kwenye goli la chini, lakini aliniambia anabadilisha mfumo wa kucheza. Alikuwa sasa amelala na mimi mfumo wa kulalia tumbo na huku akibinuka kidogo. Sasa baada ya kufanya vile, mimi nilipiga magoti. Nikasema haya magoli nayafunga nikiwa nimepiga magoti nikiwa huku upande wa nyuma. Pale ndipo nilipoanza sasa kucheza mechi zangu. Ile mechi huku nikishangaa sana kwa sababu mdogo wangu Kendry alikuwa ni mgeni kwenye mambo yale, lakini nilishangaa jinsi ambavyo alivyokuwa na ujuzi mkubwa sana. Alikuwa anafahamu ni namna gani ya kwenda kulia, kushoto, mbele na nyuma, alikuwa anafahamu vizuri. Na mimi nilizidi kuonyesha utundu wangu pale. Japokuwa nilikuwa sina ujuzi mkubwa sana zaidi ya kutumia nguvu kubwa sana kuhakikisha kwamba nakwarua kadiri inavyostahili. Kisha kwamba nalikwarua lile shamba katika staili ambayo mwenye shamba atafurahia. Ni ukweli Kendry alifurahi jinsi ambavyo nilivyokuwa nikilima shamba lake. Nilifahamu kwamba anafurahia kutokana na sauti ambazo alizokuwa anazitoa. Sauti ambazo zilizokuwa zinaonyesha kwamba anafurahia shamba lake jinsi linavyolimwa. Nilikwangua lile shamba kwa nguvu kubwa sana. Nililikwarua kwa nguvu kubwa sana, huku nikiamini kabisa kwamba pale yale ni mazoezi pia vile vile. Nilikuwa nimeshikia mpini kwa nyuma, huku nikiwa nahangaika kwamba kuhakikisha kwamba lile shamba nililime ipasavyo. Nilijikuta kwamba pale sasa shamba lenyewe linaanza kutoa harufu. Shamba lilikuwa linatoa harufu kutokana na majani yake kunyofolewa kwa kasi kubwa sana. Nilikuwa nikilitifua shamba katika hali isiyokuwa ya kawaida. Milio ilikuwa ni mingi sana kutoka kwa mdogo wangu Kendry. Furaha ilikuwa ni shangwe kubwa sana kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa nikililima lile shamba. Ni baada kama ya dakika nyingi hivi ndipo pale ambapo niliposhangaa sasa, na mimi nikijikuta kwamba nimelima lile shamba, na mtu ambaye niliyekuwa nikihakikisha kwamba nampandisha kwenye mlima Kitonga alikuwa amefika mwisho kabisa katika kilele cha mlima Kitonga. Kufika kwake kwenye mlima Kitonga kulinifanya hata mimi nihakikishe kwamba kwa sababu nilikuwa namkimbiza na mimi ninefika. Wote tulikuwa tumefika juu kabisa katika mlima Kitonga. Kilele cha mlima wa Kitonga tulikuwa tumefika, na hapo sasa kila mmoja alikuwa anawaza namna ya kushuka. Kendry dada yangu tumbo moja. Mitihani ambayo alikuwa ananipa ilikuwa imezidi viwango.
Nilitoka pale na moja kwa moja sasa mimi nilienda mpaka bafuni kuoga. Niliporudi sikumkuta Kendry pale. Ni dhahiri na yeye alikuwa amekwenda kuoga baada ya shamba lake kulimwa vizuri. Nilijiandaa haraka sana na huku nikiandaa uongo ambao nitakaueleza, ili kule shuleni wasije wakaona kwamba mimi ninaleta dharau kwa sababu ya kuchelewa. Nilitoka pale na kwenda shuleni kwetu. Njia nzima nilikuwa nikijilaumu sana kitendo nilichokifanya kwa dada yangu. Lakini akili yangu ilitafakari ikasema, kwani ni nani ambaye aliyesema kwamba mtu na dada yake hawawezi kuwa karibu kwa staili ambayo mimi na dada yangu tupo? Kila nilipojaribu kujifariji kwa maneno hayo niliona kama mimi ni mjinga zaidi. Dhamira yangu ilikuwa inaniambia kwamba nafanya upumbavu na hakuna namna yoyote ya kujitetea. Nilijilaumu sana, ni kwa nini ninafanya mambo kama yale? Alafu kwa nini anazidi yeye kufurahia matendo yale ili hali mimi naumia? Nilianza kuweka ahadi mbalimbali kwamba sitokubali kufanya vile tena. Niliamini kabisa kwamba ninaweza kufanya jambo lolote lile ili kuweza kukaa mbali na mdogo wangu Kendry. Nilipumzika shuleni kule. Kwa bahati nzuri hakuna mtu aliyeniuliza kwamba kwa nini nimechelewa. Siku hiyo nilishindwa kusoma kwa staili nyingine kabisa, ilibidi nikubali tu kwenda kusoma kwa njia ya discussion. Kwa sababu kile nilipohitaji kwanza mimi kusoma, akili yangu ilikuwa hainasi kitu chochote zaidi ya kubaki na lawama ambazo nilizokuwa nikijilaumu sana kuhusiana na dada yangu. Kendry, dada yangu kabisa. Mitego gani hii lakini unayonipa kila siku? Mbona ni majaribu ambayo hayastahili kupewa mtu kama mimi? Angalia sasa vyovyote itakavyokuwa, lakini tayari tumeshaharibu mila na desturi na dini, kila kitu tumeharibu. Mambo gani haya lakini? Yalikuwa ni mawazo ambayo yalikuwa yanazunguka sana katika kichwa changu. Hata pale ambapo tulipokuwa tuko kwenye discussion, kuna muda akili yangu ilikuwa inahama na kuwaza sana kuhusiana na mambo yale. Lakini hata hivyo hakuna majibu ya maana niliyoyapata kwamba nitafanyaje. Zaidi sana nilikuwa nikiweka mikakati tu kwamba nitaacha, lakini staili yenyewe ya kuacha nilikuwa sina uhakika kabisa kama itafanikiwa. Nilimaliza na jioni nilirudi nyumbani kama kawaida. Niliporudi tu pale nyumbani, Kendry alinifuata na yeye baada ya kutoka shule akaniambia, "Bro, mechi ya jana ilikuwa nzuri. Naomba tuweze kupata nyingine. Tupange siku tupate mechi nyingine." Nilishusha pumzi yangu kwanza kwa sababu nilikuwa naona kama anaongea upumbavu mkubwa sana. Nilimtazama hivi, nikashusha pumzi. Nilikosa cha kumjibu. Nilijikuta nikiwa nimenyamaza kimya, lakini akaongea tena kwa mara nyingine. "Au nataka leo?" Maneno yale alinifanya sasa ninyanyue mdomo wangu na kumwambia hapana, tutapanga siku. Hata hayo maneno ya kupanga siku nilikuwa nayaongea, lakini moyo wangu ulikuwa na hasira kubwa sana. Lakini nilitamani niweze kumjibu tu ili aweze kuondoka. Sikupenda kabisa yale matukio. Sikupenda kabisa ile michezo kabisa iweze kuendelea kati yangu mimi na dada yangu. Lakini kwa dada yangu ilikuwa ni shangwe kubwa sana. Na alikuwa anaona fahari kubwa sana kuwa na mimi. Msikilizaji, siku zilizidi kwenda na huku kwa namna tofauti nikiendelea kumkwepa dada yangu Kendry. Kuna wakati alikuwa ananibana, ananipata na tunacheza mechi. Kuna wakati nilikuwa nikikataa. Siku ziliendelea kwenda na kuna wakati niliweka gear, nikaweka ugumu wa muda wa miezi 6. Sikuweza kulala na yeye hata kugusana na yeye kabisa. Lakini yeye hakuacha kunipa majaribu ya kila siku. Alinieleza kwamba hawezi kutoka na mtu mwingine yeyote tofauti na mimi. Miezi 6 ile nilikuwa kwenye ubize. Na kipindi hicho sasa tayari nilikuwa nimeshaingia kidato cha 6. Nilikuwa niko mbioni sasa kupambana na mitihani yangu ya kumaliza kidato cha 6 na kusubiri kwenda chuo. Kipindi niko karibu zaidi na mitihani, ndicho kipindi ambapo mitihani sasa mingine kutoka kwa dada yangu Kendry ilikuwa inazidi. Na Kendry alikuwa ananifuata mara kwa mara. Alikuwa ananipa mitego ya kila aina. Kutokana na kwamba mimi mwenyewe sasa nilikuwa nina kipindi kirefu sijalala na mwanamke. Mitego ambayo aliyokuwa ananipa ilikuwa inanifanya mimi niwe hatarini sana katika kuingia kwenye mitego ile.
Siku moja nilikuwa niko zangu ndani nimelala. Ilikuwa ni baada ya kusoma sana. Nilikuwa nimesoma sana na hapo nikaamua kujilaza ndani. Ilikuwa bado ni mapema lakini niliamua kupumzika ili niweze kuamka baadaye na kuendelea kusoma. Henry alileta chakula kule akiniambia kwamba na kuniamsha kwamba ameniletea ili niweze kula chakula kule. Muda huo ilikuwa ni mida ya 2 usiku. Nikiwa nimelala, nikiwa nimejichokea sana. Henry alikuja na kuniamsha akaniambia, kaka, unapaswa ule chakula. Nilimjibu tu katika hali ya usingizi, nikamwambia nitakula nitakapoamka, kwa sababu sasa hivi nina usingizi. Henry alikubali, alifunika chakula pale na hatimaye aliondoka. Sikujua ni saa ngapi alirudi, lakini mida ya saa 6 na dakika 45 nilipoamka, nilishangaa kumkuta Henry pale ndani. Alikuwa amekaa pale huku akiwa anajisomea. Chakula changu kilikuwa bado kiko pale mezani. Sasa unajua usiku huwa ni muda mbaya sana. Na mara zote mwanaume unapokaa na mwanamke jirani, alafu mwanamke huyo ukajua kabisa kwamba kuna uwezekano wa kumpata, hisia zako zote zinaanza kuhamia chini. Nilimwona Henry mahali alipokuwa amekaa, huku akiwa amevaa kibrazia peke yake. Huku chini alikuwa amefunga kanga, sijui ndani alikuwa amevaa kitu gani. Nilipoamka nilimtazama kwa umakini mkubwa sana. Sikujua kama yeye amefahamu kama nimeamka au la. Nilikuwa sijui. Lakini nilipotazama, hisia zangu moja kwa moja zilinipeleka kwake na kutazama kifuani mwake. Niliziona jinsi ambavyo sindano zilivyokuwa zimesimama vizuri. Na wakati huo mimi nilikuwa na hisia zangu zinazotokana na usingizi. Nilikuta kwamba muda ule tayari babu alikuwa amekaza. Babu alikuwa amesimama anamtafuta bibi alipo. Nilipokuwa nikitazama pale ndani, hapa kwa na mtu mwingine tofauti na Henry. Nilipowaza pengine kuna mwanamke ninaweza nikamtafuta nikampata usiku ule ili niweze kupumzika na yeye, kulikuwa hakuna mtu mwingine. Mtu pekee ambaye niliyekuwa na uwezo wa kumpata alikuwa ni Henry mdogo wangu. Kitu ambacho kilichokuwa kinanizidi kunifanya nipate hisia zaidi ni kwa sababu nilifahamu fika kabisa kwamba Henry kama ningegusa tu ilikuwa ni pale pale angelinipa. Msikilizaji, nilikuwa nimejawa na hali ya jaribu kubwa sana. Nilipiga miayo pale kwanza. Baada ya hapo nilikaa kwenye kitanda. Henry aligeuka na kunitazama. "Oh bro, umeamka?" Hey, nimeiona hiyo." Henry alizungumza hivyo baada ya kuangalia na kuona kwamba hapa kwa babu kulikuwa kumetuna kuonyesha kwamba babu alikuwa amesimama na alikuwa anamtafuta bibi. Henry alitupa kalamu yake pale pale na mkono wake moja kwa moja ulienda mpaka kwa babu. Kutokana na kwamba na mimi nilikuwa niko kwenye hali ya juu sana, alimshika babu, nilishindwa kumkataza. Mikono yangu moja kwa moja ilienda mpaka katika dodo zake. Zile embe sindano ambazo zilizokuwa ziko pale nilianza kuzishika. Msikilizaji, kilichofuata pale, Henry wala hakutaka kupoteza muda. Alipanda moja kwa moja mzima mpaka kitandani. Alivyopanda pale niligundua kwamba ile kanga ambayo aliyokuwa nayo ilikuwa ndio nguo pekee ambayo aliyokuwa amevaa tofauti na nguo nyingine yoyote. Alipunga tu pembeni hivi ikakaa pembeni. Na pale pale alivuta ile pensi ambayo nilikuwa nimeivaa. Kitendo kile kilifanya babu akae nje. Na pale Henry alijiweka pale katikati na kuanza kukaa pale. Kitendo kilichofanya babu kuingia moja kwa moja mpaka ndani kabisa katika kisima cha bibi. Furaha niliyokuwa nimeipata pale ilikuwa ni kubwa sana kutokana na muda wa miezi 6 kukaa bila kumpeleka babu kwa bibi. Na hapo sasa mdogo wangu Henry naye, bibi alikuwa na muda mrefu hajawahi kuguswa na mtu mwingine. Kitendo kile kilimfanya sasa Henry kuhakikisha kwamba bibi anapata kinachostahili. Aliamua kumzungusha sana pale bibi kwa nguvu zote, akiwa anamkunia nazi vibaya mno. Babu akiwa na yeye yuko ndani ya bibi kabisa. Nilikuwa na mimi nikipokea na kutoa mapigo kwa nguvu nzuri sana. Ushirikiano niliupata mkubwa sana kutoka kwa Henry. Leta nikupe, nipe nikupe, ya ukafanya vile.
zilikuwa ndizo vitu ambavyo vilivyokuwa vinaendelea pale. Uwanja wetu ule, pamoja na kwamba ulikuwa ni mkubwa, lakini tuliuona kama ni mdogo. Hii ni kwa sababu kuna wakati ambapo baadhi ya viungo vyetu vilikuwa vinaenda vinagusa chini kabisa kutokana na vurugu nyingi ambazo zilizokuwa zinaendelea pale uwanjani. Haikupita muda mrefu sana nilikuwa nimefanikiwa kufunga goli la kwanza pale uwanjani. Mwendelezo uliendelea, lakini mpaka mechi ilikuwa inafika mwisho tulikuwa tumefunga goli 4-4. Sikutaka kuamini kabisa kwamba mimi ndo nimefunga goli 4 kwenye uwanja wa nyumbani wa dada yangu. Nilijikuta nikiwa nimechoka zaidi sana. Nilikuwa nakuta hadi natetemeka. Nilidondoka tu pembeni ya uwanja pale. Nilishindwa kunyanyuka mpaka pale ambapo Kendri aliponishika na kuninyanyua ili niweze kula chakula. Alifahamu kabisa kwamba tetemeko lile ninalolipata na kutokana na kwamba nimefanya kazi kubwa sana alafu nikiwa na njaa. Alichota chakula na kuanza kunilisha. Vijiko 3 vya mwanzo alinilisha, lakini vilinifanya nipate nguvu kubwa zaidi, na ndivyo nilipoanza kufakamia chakula kwa kasi kubwa sana. Nilikula na kumaliza na kunywa maji jagi zima. Kiukweli nilijua kabisa kwamba nguvu zangu zilikuwa zimetumika sana. Siwezi nikafanya upumbavu tena. Dada yangu kabisa huyo. Siwezi nikafanya ujinga kama huu. Sitafanya upumbavu kama huu tena. Haya mambo ya aibu kabisa haya. Nilikuwa nikijisemea huku nikiwa nimeinamisha kichwa changu chini, nikiwa niko pale pale nimekaa kitandani. Kwa upande wa Kendri alikuwa haoni kabisa kwamba ni tatizo. Dada yangu ndo kwanza alikuwa ananilalia mgongoni, ananilalia mabegani, anafanya kila anachokihitaji akijua kabisa kwamba yuko na mpenzi wake. Kwa sababu mimi pale sasa gay plus nyezi zilikuwa zimeisha, nilikuwa nikiona tumefanya tendo baya sana. Niliona kabisa kwamba hii ni ile michezo ile ya kujichua. Wakati unafanya unaona raha, lakini ukimaliza unaanza kujutia. Sikujua kabisa kwamba ni namna gani ambapo ninaweza kujitenga mbali na penzi la dada yangu. Sikujua kwamba ni kitu gani ambacho ninaweza kukifanya ili niweze kuwa mbali na dada yangu. Nilikuwa sijui kabisa nifanye nini. Nilitafakari kwamba ninaweza kufanyaje ili nichomoke, lakini sikujua. Msikilizaji, siku ile ilipita na siku ziliendelea kwenda nikiwa naendelea kukataa. Huku nikiwa wakati mwingine nakamatwa na matendo yale yanaendelea kama kawaida kati yangu mimi na dada yangu. Nilimsahau kabisa Sifaeli kama ni mtu ambaye tuliwahi kukubaliana jambo. Na nilikuwa hata Sifaeli pia nilikuwa mwanzoni nilikuwa namkwepa kwa sababu nilifahamu ikitokea tukionekana tukiwa pamoja na yeye, dhambi ya kutoka na dada yangu ingeliweza kufahamika. Kwa sababu mdogo wangu Kendri angeweza kusema kuleta vurugu, na hatimaye zile vurugu zingekuja kuleta ukweli kwamba mimi ninapiganiwa na dada yangu pamoja na mwanamke mwingine. Eti ananipigania mimi. Kitendo ambacho kingekuwa ni aibu kubwa sana kwangu msikilizaji. Siku zilivyoenda hata Sifa aligundua kabisa kwamba nimeamua kuwa mbali na yeye. Ulifika wakati wa kufanya mitihani yetu ya kidato cha 6. Form 6 nilifanya mitihani. Nilipomaliza nilisema kwamba hapa sasa mdogo wangu Kendri hawezi kunipata tena. Sikutaka kabisa kujihusisha katika mahusiano ya kimapenzi na yeye tena. Nilikuwa nimejiapia kwamba haitowezekana. Lakini wakati huo nilikuwa bado sijapata mpenzi mwingine ambaye ningeweza kujipumzisha kwake. Nilisema huu ndio wakati sasa wa kupambana kuhakikisha kwamba nampata Sifaeli, na hasa ukizingatia kwamba sasa hivi yuko form 4. Na yeye anamaliza form 4 mwaka huu. Ni kipindi ambapo mimi sasa ninapaswa nishughulike na yeye mwanzo mwisho. Nilipojaribu kutupia mistari kwa Sifaeli, alikuwa akinieleza kwamba niendelee kukaa na mtu ambaye niko naye. Alinieleza kwamba anafahamu kabisa kwamba mimi niko kwenye mahusiano pamoja na mdogo wangu. Kwa hivyo hawezi kudeti na mtu ambaye anadeti na dada yake. Jambo lile liliniumiza sana. Nilijaribu kukataa kwa kila namna, lakini aliniambia kwamba hata nikatae vipi huo kweli anao. Ana uhakika kwamba mimi ninadeti na mdogo wangu tumbo moja. Nilijaribu kumbembeleza kwa kila namna, lakini alikataa. Niliendelea sasa, siku zinavyokwenda niliendelea kumbembeleza ili aweze kunikubalia. Siku zilivyokuwa zinaenda alionyesha hali ya kuonyesha kama ile sitaki nataka. Nilijua kwamba mimi kama mwanaume ndo ninahitajika niweze kutupia mistari mingi sana ili aweze kukubali.
Nilijua kwamba nahitajika niweze kusukuma mistari mingi sana kwake ili aweze kunikubalia. Lakini wakati huo bado mimi nilikuwa sina mahali pa kupumzika. Hapo na hapo nilikuwa nimekaa muda mrefu pia bila kuipata nyapo, kwa sababu kila nilipokuwa nikiletewa na dadangu Kendry nilikuwa nikifanya mbinu zozote ili niweze kumtoka. Lakini siku moja nilikuwa niko bafuni nikajisahau kufunga mlango. Kendry alikuja haraka sana na kuingia mpaka ndani na kufunga mlango. Nilikuwa muda huo tayari nimeshajipiga sabuni, kwa hivyo mwili wangu wote ulikuwa umejaa mapovu. Kendry mkono wake moja kwa moja ulienda mpaka kwa babu na kuanza kumshika babu. Kutokana na sabuni ambayo niliyokuwa nimejipaka, ile hali ya utelezi ilileta msisimko kutokana na mkono wake pamoja na sabuni. Babu alinyanyuka pale pale. I say, Kendry alifurahi na pale alinitega mpaka akahakikisha kwamba mimi ninaweza kucheza. Sio siri, tulicheza mechi kule bafuni. Tulicheza michezo ile pale bafuni. Na hapo sasa nilikuwa ninatumia nguvu zote na nilirusha kweli. Nilifunga magoli yapatayo 2 na yeye mwenyewe alifunga magoli yapatayo 3 mle ndani. Baada ya pale sasa ilibidi tutoke na kutoka pale ndani. Siku hiyo wazazi hawakuwepo nyumbani. Ile nyumba ilikuwa ni kama sasa tumeifanya kwamba mimi ndo baba na yeye ndo mama. Tulikuwa tunaenjoy sana maisha pale. Niliona sasa hii ndio mara ya mwisho mimi kucheza na yeye. Tulicheza mechi nyingi sana pale nyumbani siku ile. Yaani kule kunianzishia nikiwa bafuni ilikuwa sasa ni kama amenichokoza. Mechi zilikuwa zinazidi kuendelea kwa hali kubwa sana. Niliendelea kumchezesha mechi zile siku ile kutwa nzima pale nyumbani. Na kesho yake, kwa sababu wazazi walikuwa bado hawajarudi, ilikuwa ni siku ya mechi vile. Tulipomaliza pale siku ile jioni, wazazi walikuja. Na hapo ndipo nilisema huu ndio mwisho kabisa. Kwa sababu nilikuwa nimezoea ikiwa ni kwenye sofa, ikiwa ni wapi, tulikuwa tunacheza mechi zetu tu kila wakati tulipokuwa tunahitaji. Wazazi waliporudi nilisema sasa hapa mimi hii ni mara ya mwisho, na nilijiapiza. Nikasema sitakuja kufanya tena masuala ya kipumbavu na dada yangu. Hata kama akileta mitego kiasi gani nitajitahidi kwamba naikwepa mitego yake. Hapo nilijiapiza. Lakini niligundua kabisa kwamba ikiwa nitaendelea kuwepo pale nyumbani, mitego yoyote ambayo atakayonipa mimi nitashindwa kuikwepa. Na hasa muda ambapo Ge plus nyezi zitakuwa zinanisumbua mimi, nitashindwa kabisa kukataa pindi atakaponipa tunda ili niweze kulila. Naam msikilizaji, niliamua kupanga safari ya kuondoka pale nyumbani na kwenda wilaya jirani ili niweze kukaa mbali na yeye. Ndipo safari yangu ilikuwa imechukua siku 2 tu kuandaliwa na kukubaliwa, na hatimaye niliondoka pale nyumbani. Kwa sababu nilikuwa ni kipindi ambacho ninasubiri matokeo ya kidato cha 6 yaweze kutoka, sikuwa na sababu ya kunirudisha nyumbani. Kendry alikuwa akinisumbua sana kwa njia ya simu. Muda mwingine alikuwa ananipigia mpaka video call baada ya kupata simu ya smart. Anipigia video call huku akiwa yuko katika hali ya kulala kitandani, na ananionyesha maeneo yake mbalimbali mwilini, huku akiniambia kwamba amenimiss sana. Yalikuwa ni majaribu ambayo yamepita kiasi. Ilibidi nimuulize, lakini kwa tatizo ni nini? Alizidi kunieleza kwamba ni ulinzi ambao alikuwa amewekewa sana na baba. Akaniambia mimi kitendo kile nilianza kukifanya basi na wewe kwa sababu baba na mama walikuwa wananibana sana na kunifuatilia mpaka nikiwa shuleni. Kitendo ambacho kilichonifanya mimi ni fall in love kwako. Na sasa hivi nimefall in love kwako bro, siwezi kuacha tena. Nilikuja kugundua kwamba kumbe unaweza ukasema kwamba unamlinda mtoto kwenye upande mwingine, lakini kumbe ukawa unazalisha matatizo mengine makubwa sana. Roho yangu iliniuma, lakini nilianza sasa kumpa nasaha nyingi sana dada yangu. Sababu nilikuwa mbali, asingeweza kunitega. Nilimweleza kwamba aweze kuacha, ni tabia mbaya sana. Nikamweleza kwamba hizo ni mambo ambazo ni za hatari sana, zitakuja kutuletea aibu. Nilimbembeleza wakati mwingine kumkaribia dada yangu. Mpaka matokeo yalipotoka, bado mimi nilikuwa sitaki kurudi nyumbani, kwa sababu nilifahamu kama nitarudi nyumbani bado Kendry angehitaji kuweza kuingia na mimi katika mahusiano. Kitendo ambacho nilikuwa sikitaki. Na mimi kule wilaya jirani nilipokuwa nimeenda, nilikuwa nimepata mwanamke mwingine ambaye alikuwa ananipenda sana, alikuwa anaitwa Subira. Subira alikuwa ananipenda sana, na Subira alikuwa na kila kitu ambacho Kendry alikuwa nacho. Kiukweli kila penzi ambalo alilokuwa ananipa Subira, nilikuwa nikilifananisha na penzi ambalo alilokuwa ananipa Kendry mdogo wangu. Naam, Subira alikuwa mzuri sana na alikuwa anayajua kweli kweli.
Sikutaka kurudi pale nyumbani, msikilizaji. Niliendeleza tu kubaki kule kule na kuendeleza kukaa na mambo yangu kama kawaida. Maandalizi yote ya kwenda chuoni niliyafanya nikiwa kule. Ulifika wakati wa kwenda chuo mwezi wa 11 ule. Ni wakati ambapo Henry naye alikuwa anamaliza kidato cha 6, mitihani yake alikuwa anamaliza cha kidato cha 4. Nilienda kujiunga na chuo bila kuonana kabisa na Henry kwa mara nyingine. Wakati mimi niko chuo, penzi langu pamoja na subira lilikuwa limezidi kuiva. Nashukuru Mungu, Henry siku moja alinipigia simu akanieleza anahitaji aweze kunipa surprise. Moyo wangu ulianza kwenda mbio nikiogopa kwamba nakwenda kupewa surprise aina gani. Niliogopa sana nisije nikaambiwa napewa surprise alafu nikaonyesha ujauzito au mtoto, ningeogopa sana. Ilifika mida ya usiku na baadaye alinipigia simu. Mida ya usiku kama saa 1 hivi. Video call aliyokuwa amenipigia, nilimuona akiwa na kijana mwingine wa kiume. Huyu jamaa mwingine ambao alikuwa wako naye pembeni alinitambulisha pale pale, akaniambia kwamba huyu ni shemeji yako. Aisema moyo wangu ulifurahi sana. Nilimwambia naomba niweze kuongea na shemeji kabisa. Niliongea na yule jamaa, nilimwambia aweze kumshika sana dada yangu. Nilimwambia kama dada yangu amempenda, aamini kabisa kwamba dada yangu anampenda sana kwa sababu dada yangu ana tabia za kupenda wanaume. Yule jamaa alifurahi sana. Aliniona mimi nikiwa na furaha, alihisi kwamba pengine mimi ni mtu wa namna gani. Kwamba ninafurahia tu dada yake kudate, dada yangu mimi kudate na mtu. Hakujua kabisa kwamba mimi ninachokifurahia ni kwamba mimi siwezi kusumbuliwa tena. Nilijua kabisa kwamba nimeweza kujinasua katika dhoruba ile, katika jaribu kubwa la kutakiwa mimi kutoka na dada yangu wa tumbo moja. Yeye hata yeye alishangaa. Lakini pengine dada yangu Henry alikuwa anafahamu kabisa kwamba ni kwa nini mimi ninafurahia vile. Nilimpongeza na kuambia kwamba nitawatumia mpaka zawadi. Sio siri, niliwatumia 100,000 hela yangu ya bumu ambayo niliyokuwa nimeingizwa tayari. Nilitoa ile hela na kuwapa na kuambia, enezeni hilo penzi lenu liwe tulivu na nawaombea mpaka mfikie kipindi mwe wa chumba halali. Na hatimaye muweze kufunga ndoa kabisa. Kufikia pale sasa ilikuwa imenifanya mimi niweze kufurahi na kuwa na uhuru wa kurudi nyumbani nikiamini kabisa kwamba dada yangu tayari sasa hivi ana mtu wake. Na wala isingeweza kunisumbua tena. Siku nilipokuwa nataka kurudi nyumbani kipindi cha likizo, nilimwambia kwamba natamani sana niweze kumuona shemeji yangu akiwa hapo nyumbani. Nia na madhumuni ilikuwa ni kwamba tu nihakikishe kwamba awepo pale nyumbani yule shemeji, yule mpenzi wake dada yangu. Moja kwa moja Henry asingeweza kunisumbua. Henry akaniambia kwamba hawezi kuwepo pale nyumbani kwa sababu si mpenzi rasmi ambaye ametambulishwa. Nilimweleza kwamba mimi tunachonga deal na yule jamaa, atakuwa ni rafiki yangu mimi na anakuja kwa sababu yangu na sio kwa sababu yake. Henry alikubali na kuelewa nilichokuwa nimeelewa. Nilichokuwa nimemweleza, tukaongea mimi pamoja na yule jamaa pamoja na Henry. Basi tukawa tumekubaliana hivyo. Niliporudi nyumbani kweli nilimkuta shemeji. Alikuwa anaitwa Hasani. Alikuwa yuko pale nyumbani. Nilifurahi sana na kumsalimia kama rafiki yangu wa siku nyingi. Kitendo kile kilinifanya mimi pamoja na yeye kuaminika kwamba sisi ni marafiki. Ila hali nilikuwa nafahamu kabisa kwamba alikuwa anamdinya dada yangu. Wazazi hawakuwa na mashaka kwa sababu waliona kwamba yule ni rafiki yangu. Nilitamani aendelee kuwepo pale tu. Sio siri, na yeye alipata fursa ya kuanza kufanya mambo yale na dada yangu pale nyumbani. Sikutaka kuwakataza kwa sababu nilifahamu ikiwa nikimkataza na yeye akaondoka pale, Kimbembe kingerudi kwangu na ingekuja kuwa aibu kubwa sana. Msikilizaji, niliamini kabisa kwamba sasa hapa nimetoka katika mtego ule kabisa. Ilikuwa ni furaha kubwa sana mimi kutoka katika mtego wa hatari sana. Mtego wa kutoka na dada yangu. Nashukuru Mungu tu kwamba sikuingia katika kipindi, sikufanikiwa kumpa ujauzito dada yangu. Dada yangu aliendelea na maisha yake na mimi nikaendelea na maisha yangu. Mpaka likizo inaisha ndipo nilipomruhusu yule jamaa kuondoka pale nyumbani. Na mimi niliondoka, Hasani akiwa sasa yeye amezoea pale nyumbani. Na hata alipokuwa anakuja pale nyumbani wazazi walikuwa wanajua kabisa kwamba huyu yeye ni rafiki yangu mimi. Lakini ukweli ni kwamba alikuwa ni mtu wa Henry. Nilishindwa kabisa kuwakoromea wasiwe karibu kwa sababu ilikuwa ni fursa kwangu kukaa mbali. Na hapo ndipo ambapo mimi nilipofanikiwa kujitoa katika mitego ya kukaa na dada yangu.
Lakini ukweli ni kwamba nilikuwa tayari nimeshatoka na dada yangu mara kibao. Mitego ambayo alikuwa amenitegea ni mingi sana. Sijui kama msikilizaji unahisi kwamba mimi nilikosea wapi mimi kutoka na dada yangu. Kwa mitego ya aina ile ni nani ambaye angeweza kuchomoa? Ni nani ambaye angeweza kutoka katika mitego ya aina ile? Sijajua, lakini pengine wewe una maoni yako, unahisi kwamba ungeweza kutoka na usitoke na dada yako. Ungeweza kumwacha dada yako aweze kwenda kujiua, au ungeweza kufanya na yeye tu ili mradi uweze kumwokoa dada yako? Kwangu mimi niliamua kutoka na dada yangu ili asije akajiua kwa sababu nilikuwa namhitaji. Ninafurahia mpaka leo hii yupo, kwa sababu kama ningelikataa huenda dada yangu angejiua na nisingekuwa na dada yangu tena yule. Sijui kama ungekuwa wewe ungefanya njia gani, unaweza ukatupa maoni yako hapo chini ya comment. Nilihisi kwamba haya mambo bana, mwanzoni nilikuwa naamini kwamba ni utani tu, pengine ni story. Lakini pale liliponitokea mimi Bea, ndipo nilipoamini kwamba kweli kuna familia ambazo zinafikia kati kaka na dada wanakutana na wanashiriki tendo kabisa. I say, jambo hili ni kweli linaumiza sana. Nisingetamani kwamba nililete kwenu, lakini imebidi nililete. Nia na madhumuni ya kulileta ni kwa sababu ninafahamu kwa wewe utakayesikiliza utatoa maoni yako hapo chini ukionyesha kwamba wewe ungekuwa wewe ungefanyaje. Unaweza ukasaidia familia zingine, kaka na dada ambao nao wako kwenye hatari kubwa sana ya kuingia katika mahusiano ya mapenzi. Ama pengine tayari wameshaingia, wanaweza wakatoka kwa njia gani? Mimi nimekuambia njia yangu ambayo ilionifanya mimi nitoke. Lakini sijajua kwamba wewe msikilizaji una njia gani ambayo unaweza ukamshauri mtu. Hebu toa maoni yako hapo, kwa sababu kuna watu wengi sana wanahitaji kutoka katika matatizo haya. Ninaongea hivi lakini ninafahamu hata jirani yangu yupo ambaye anakumbwa na tatizo kama hilo. Yeye na dada yake ni kama sasa wanaishi kama mtu na mke wake kabisa. Mbaya zaidi, wamehama hapo nyumbani, wamepangisha mpaka chumba wanakaa pamoja. Lakini kila ninapoongea na yule jamaa ananiambia kwamba anatamani sana aweze kuachana na dada yake. Lakini hata hivyo anasema anashindwa kwamba aweze kutoka vipi. Unaweza kumshauri wewe msikilizaji kwamba anaweza kuachana vipi na dada yake, ili hali dada yake anampa mambo matamu na yeye anapeana vitu vitamu kabisa? Anaweza akatumia njia gani kuweza kumwacha dada yake ili waweze kukaa mbali? Anasema ni kama kitanzi ambacho kila akijaribu kutoka anashindwa. Ni maoni yako ndio ambayo yataweza kusaidia mwingine. Aise, kufikia hapo mimi sina la ziada kama Bea. Lakini aliyekuwa akikuletea simulizi hii si mwingine, alikuwa ni BHB, rafiki wa makala simulizi. Niwatakie kila laheri bana, lakini niwaeleze kwamba mwisho wa simulizi hii ni mwanzo wa simulizi nyingine. Usiache kutoa maoni yako hapo chini kusaidia watu ambao wanaleta simulizi zao hapa. Lakini pia usiache kulike, comment, share kwa wenzako ili waweze kujifunza kitu ambacho hata unajifunza. Bwana, kufikia hapo ndio mwisho kabisa wa simulizi yetu hii, na Mungu awabariki sana. Na hii ni makala simulizi, aliyekuwa analeta simulizi hii ni mimi BHB. Ninayewapenda sana nyakati zote. Bye bye. Tukutane wakati mwingine. Soon simulizi mpya itakuja hewani.